Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaitwa nani tafadhali? Emily Nafula. Emily Nafula, unatoka wapi? Hilton Nakuru. Hilton Nakuru. Na huyu ni nani? Mtoto wangu. Anaitwa nani tafadhali? Mary Nekesa. Mary Nekesa, ako na miaka ngapi? Miaka 7. Miaka 7. Ni ushuhuda gani unao wa Mary Nekesa? Huyu mtoto tangu alipozaliwa hajawahi tembea. Alizaliwa mwaka gani? 2008. 2008. Kwa hivyo ako na miaka ngapi sasa? 7. Miaka 7. Alikuwa na shida gani? Uti wa mgongo ulikuwa umejikunja, miguu haikuwa na nguvu, kichwa kilikuwa kikubwa zaidi. Sasa nilimpeleka hospitali zaidi. Hebu nionyeshe kichwa kilikuwa kikubwa hivi. Kikubwa hivyo. Sasa kilala chini alikuwa amuki. Miguu ndio inatangulia kuinuka. Ndio kichwa kifuata sasa kiamuki. Kwa muda wa miaka zaidi ya 7, miaka 7. Babaka alikuwa anasema sasa hii ni kitu gani hivi? Marafiki walinicheka wakasema nimezaa kitu gani, ni kama sanamu. Juu hakuwa anaonekana kama mtu. Uso ni yellow, amebadilika, alikuwa amekuwa kama yellow, si mtu. Ndio. Hapa amekuwa tu ni kama mtu amekomaa kabisa na ni mtoto mdogo. Kwa hivyo Mama Mary, daktari walikuambia nini kuhusu Mary? Wakaniambia tu yani ni kiwete, hawezi akatembea. Mifupa zake hazina nini nguvu. Kuna district Kitale. Kitale district? Okay, kwa hivyo uko na stakabadhi zenyewe? Walikuambia atawahi tembea? Alikuwa ameparalyze kabisa. Ameparalyze kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa nani tafadhali? Mary. Mary. Mary, shida ilikuwa nini? Uko na tembea. Ulikuwa utembei? Nini ingine ilikuwa shida? Kichwa ilikuwa aje? Hebu nionyeshe. Kubwa aje? Hebu nionyeshe. Ilikuwa kubwa hivyo? Kwa hivyo imepungua? Hebu onyesha tena. Kichwa ilikuwa aje? Hivyo. Kubwa sana. Na ulikuwa unaweza kutembea? Haukuwa unatembea. Kwa hivyo Mungu amekutendea makuu. Watoto wengine walikuwa wanasema nini? Ati mimi. Kichwa kubwa. Walikuwa wanakuita kichwa kubwa? Na ulikuwa unalia? Kwa hivyo mami anatuambia hivi kwamba watoto walikuwa wanamuita kichwa kubwa. Nini ingine alipitia akiwa amelemaa? Walikuwa wanamcheka wakimwona, anasema nini ana shape, kichwa ni kubwa, mwili ni ndogo. Wakimwona kwa kitanda. Kwa sababu ulikuwa unasema angeweza kutembea. Kwa hivyo sasa baada ya mkutano kichwa imeanza kupungua. Imepungua mpaka ndio venye unaiona hivi sasa iko sawa tu. Hivi sasa imerudi, imekuwa at least. Ilikuwa kabisa hivi. Amenionyesha size yake ilikuwa hivyo. Na hii ni paji yake ilikuwa hivi. Macho iko tu ndani hivyo hivi kidogo. Na uliambiwa nini iko ndani ya kichwa? Ati maji. Nilipopima district akasema ati kuna maji kwa kichwa, aenda afanye operation. Lakini nikakataa. Sikumrudisha tena. Nikaacha tu mpaka venye Mungu alimponya. Nilimshika kweli yenyewe, nikambeba, nikashika bila nguo, nikambeba na nikashika mguu mmoja hivi. Nikataka kumrusha ndani ya maji. Kuna kitu sijui ni nini hata yani, na hakuna mtu alikuwa huko, lakini kuna kitu kilinikuja nikaona tu yani nikaacha. Alafu nini ilitendeka? Nilipo 2015 nikampeleka kwa mkutano wa Kisumu. Tulipokuwa huko kwa mkutano ambao umeisha wa Kisumu na Nabii wa Bwana. Ndio. Tulipokuwa huko hivyo mtoto tukakaa siku ya 3 ya 4. Sasa tulipokuwa tunarudi nyumbani kwa gari akaniambia amechoka. Nikamweleza, sasa unaniambia umechoka, unataka kusimama na wewe hujai simama, itakuwaje leo simama? Akaniambia mtoto mwenyewe ndiye alikwambia hivyo? Kwa hivyo kuongea alikuwa anaweza kuongea? Alikuwa anaongea. Lakini kuamka alikuwa hawezi. Nikamwambia wewe huwezi kutembea. Akaniambia mama nataka kusimama. Ndio. Akasimama. Aliposhuka, tulipo sasa fika akashuka. Akaniambia naweza kuenda, acha nijaribu kutembea, na akatembea, akanyoroka, kichwa ikaanza tu kupungua hivyo. Na wewe kama mama ulifanya nini?
Nilisikia yani roho yangu ilifurahi sana kwa vile ametembea kwa muda mrefu, Mungu amemponya. Ndio. Nikafurahi tu sana. Ukija nikajua Mungu kweli yako. Ndio. Kwa hivyo akaanza sasa kutembea. Akatembea tu, sikuona, niliona nikawa ni maajabu. Na nikaona kweli ni Mungu. Na kwa hiyo basi watu walisema nini? Walishangaa sana, watu walifurahi kabisa. Ndio. Watu wa Kitale wakafurahia kabisa. Walifurahi kabisa, hawakuamini, alijua hakuwa mtu mwenye anaweza tembea. Ndio. Na jamii yako? Jamii yangu pia walifurahi zaidi mpaka akamfanyia sherehe. Hawakuamini mpaka sasa. Kwa hivyo sasa umemweka shule? Nimemweka shule sasa. Kwa hivyo matusi sasa ikaisha mpaka sasa. Wameamini kwamba Mungu wako na Mungu anaponya. Mpaka mama mkwe wangu alikuwa hajaokoka, sasa yeye ameokoka, anaenda kanisa. Kwa hivyo Mama Mary, nini ambaye ungependa kuambia watu pale ambao wanakusikiza? Ningependa kuambia kwamba Mungu wako na Mungu anaponya. Huyu mtoto juu ilikuwa ni maajabu. Sikuamini mpaka saa hii na nilijua kumbe Mungu wako. Na nikiona huyu mtoto naona Mungu. Kabisa nashukuru Mungu juu ya nabii. Kama si nabii mtoto angepona. Bure bilashi. Bure. Kama si nabii angekuweko saa hizi hivi vile anaonekana. Ingekuwa bado anadharauliwa. Asante sana. Mary, na ungetaka kusema nini? Asante kwa kuniponya. Asante kwa kukuponya. Mungu ndiye ameponya wewe. Asante.